Habari ndugu mtazamaji, ikiwa ni tarehe 12 Machi 2025, karibu kwenye kipindi cha Gavoo News, ikiletwa kwako na mimi Zulfa Rashid. Na tukianza na habari za ndani. Mbunge wa Buchosa Eric Shigongo ametoa ahadi ya ujenzi wa mradi mkubwa wa maji bomba utakaohudumia wakazi 16,983 wa kisima cha Maisome kilichopo jimbo la Buchosa. Mradi huo ni moja ya ahadi alizozitoa kwa wananchi wa Maisome juu ya kuwaletea mradi wa maji bomba ili kuepuka kushambuliwa na mamba wakati wanakwenda kuteka maji ziwa Victoria. Hata hivyo, katika jambo linaloumiza mimi Eric Shigongo ni kusikia taarifa ya mwananchi kupoteza maisha kwa kushambuliwa na mamba anapokwenda ziwa Victoria kufanya shughuli za kibinadamu. Huwa anaumia sana, ndiyo maana leo nimeleta mradi wa maji ili kuondoa adha hiyo kwa wananchi, amesema hivyo Eric Shigongo. Aidha, kata ya Maisome ni miongoni mwa kata 11 kati ya kata 21 zinazounda halmashauri ya Buchosa zilizoko kando mwa ziwa Victoria, ambako wakazi wake wanapoteza maisha kwa kushambuliwa na mamba wakati wanakwenda kufanya shughuli za kibinadamu ndani ya ziwa Victoria. Na tukihamia nchini Angola. Ofisi ya rais wa Angola imetangaza kuwa itawasiliana na M23 ili kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya DRC. Tina Salama, msemaji wa Rais Felix Tshisekedi, hakuwa na uhakika kuhusu tangazo hilo, lakini aliandika kwenye X kwamba Angola itachukua hatua zitakazohusiana na upatanisho huo. Aliongeza kuwa serikali ya DRC inasubiri kuona utekelezaji wa mchakato huu wa upatanishi wa Angola. Hata hivyo, Rais Lourenço, ambaye amekuwa mpatanishi wa mzozo wa DRC kwa takribani miaka 4, alitangaza mwezi uliopita kuwa atajiuzuru nafasi hiyo ili kuchukua wadhifa wa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Aidha, serikali ya DRC imekuwa ikikata mazungumzo ya kikanda yaliyoitishwa na SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kwa ajili ya kufanikisha mazungumzo ya waasi wa M23. Hii imekwamisha utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa katika vikao vya Rwanda, Dar es Salaam na Nairobi. Rais Donald Trump wa Marekani amesema kwamba vitendo vya fujo au uvamizi wowote kwenye ofisi za kampuni ya kuuza magari ya Tesla pamoja na matawi yake vitahesabiwa kuwa ugaidi wa ndani, na wale watakaofanya hivyo watakiona cha mtema kuni. Rais Trump amesema kuwa katika show maalum iliyofanyika Jumanne kumuunga mkono swaiba wake Elon Musk, ambaye ndiye mgunduzi wa magari hayo ya umeme, aliongeza kuwa na yeye atanunua gari moja ili kuonyesha mfano kuwa Marekani wanaweza. Aidha, wanaharakati nchini Marekani wanahamasisha maandamano ya kugomea magari ya Tesla kama njia ya kupinga hatua ya Elon Musk kupitia idara ya ufanisi serikalini aliyopewa na Trump. Na tukihamia kwenye michezo, mshambuliaji wa klabu ya Yanga Prince Mpumelelo Dube amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi Februari wa ligi kuu, huku akiwashinda Stefan Aziziki wa Yanga Sports Club na Selemani Bwenzi wa Ken Gold. Shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF imelipa siku mbili kuanzia leo Machi 12, 2025 hadi Machi 14, 2025 shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kutuma jina la uwanja mbadala utakaotumiwa na Simba kwenye mchezo wa robo fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Al Masry. CAF imefikia hatua hiyo baada ya kufungia kwa muda uwanja wa Benjamin Mkapa uliopo Dar es Salaam kutokana na eneo la kuchezea kuendelea kupungua ubora wake. Na hayo ndio alojiri leo katika Gavoo News. Ulikuwa nami Zulfa Rashid, mpaka wakati ujao. Usisahau kucomment, kulike na kusubscribe katika channel zetu zote tunazopatikana kama Gavoo Media. Mpaka wakati mwingine, bye bye. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.